Nataka kidogo nizungumze kwa habari ya misimamo pamoja na mipaka. Kuna mambo mengi sana yamekuwa yakiwafelisha watu kwa sababu ya kukosa misimamo, kwa sababu ya kuyumbishwa na marafiki pamoja na jamaa na ndugu kwa sababu ya kitu hiki. Unakuta mtu umeamua kukusudia kufanya jambo, ama umeamua kuokoka, umeamua kufanya biashara, umeamua kwamba mimi nitafanya hivi, umeamua kulima, umeamua kufanya jambo ambalo ni la msingi, lakini katikati yako kunatokea watu ambao wanaanza kukusumbua kwa sababu ya kukuwekea maamuzi mengine na kuvuka mipaka. Kuna vitu ambavyo vingi sana ambavyo vimeweza kutokea katika dunia hii na kuharibika kwa sababu ya watu kukosa mipaka. Yaani mtu anaamua kuvuka mipaka na kuingilia misimamo yako. Kwa mfano, inawezekana wewe ukawa una misimamo kwa ajili ya kuandaa fedha kwa ajili ya biashara, ama ukawa na misimamo kwa ajili ya kumtumikia Mungu, lakini katikati yako ukatokea marafiki ambao wanapinga hiyo misimamo. Unaona, sasa ukawa unajikuta unaanza kuyumba katika hiyo misimamo na ukakosa mwelekeo, kwa sababu maamuzi ni yako na kile unachokifanya ni cha kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo unapokuwa kama mtu unaishi mwanadamu, ukiwa na mji, una familia, una mipango yako, ukiwa na familia yako, hakikisha kwa kwamba unasimamia maamuzi yako. Kitabu cha Yoshua sura yake ya 24 kuanzia mstari wa 15 kinasema hivi: nanyi kama mkiona ni vyema kumtumikia Bwana, na chagueni hii leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambayo anakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Huyo ni Joshua anazungumza kwa habari ya msimamo, kwa sababu aliona watu wakiwa kinyume na yeye katika kuabudu. Kwa hiyo wakawa wakitamani kufanya mambo ambayo yako kinyume na Mungu wake anayemtumikia. Kwa hiyo wakataka kuharibu msimamo aliokuwa nao juu ya Mungu wake, wakataka kuharibu msimamo aliokuwa nao juu ya huduma yake. Kwa hiyo wakatamani kumhamisha na kuweza kumtumikisha katika miungu mingine, lakini akasimama. Sikiza msimamo anaosema ya kuwa kwamba kama ni ile miungu ya baba zenu iliyoko kule, nendeni mkatumikie, lakini mimi pamoja na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Yaani wewe pamoja na mipango yako utafanya kile ulichokusudia. Wewe pamoja na yale ambayo umeyaweka katika mipangilio yako, lazima uhakikishe yako kwamba unakuwa na misimamo, kwa sababu vinginevyo, kama Joshua angeliangalia zile sauti za wale watu, aache kufuata yale maagizo, angeanza kutumikia miungu mingine. Lakini kwa sababu ya msimamo na mipaka ya maamuzi ya kwa kwamba wasingeweza kumwingilia kwenye mipaka yake ya kuabudu na kumtumikia Mungu. Sasa wao kama walikuwa wameamua kutumikia miungu, yeye alikataa, akasema ya kwamba mimi pamoja na nyumba yangu tutamtumikia Mungu, aidha iwe ni jua ama iwe ni mvua, iwe ni upepo ama iwe ni baridi. Aliweka msimamo wa namna hiyo, na hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kupinga huo msimamo, kwa sababu aliweka huo msimamo na kusema ya kwamba yeye, wao waamue yale maamuzi waliyofanya. Kwa hiyo hata kama wangelimbadilisha, hata kama wangetaka kumbadilisha, bado wasingefaulu. Kwa sababu gani? Yeye aliamua, yeye pamoja na nyumba yake atamtumikia Mungu. Nazungumza hiyo kwa sababu ya habari nyingi ya watu wengi wamepotea hapo. Unakuta mtu ulikuwa na huduma, ulikuwa na mambo mazuri, pengine ulikuwa kwenye kanisa ambalo ndio linaanza, bado ni changa, pengine ulikuwa kwenye huduma ambayo unashangaa watu wanataka kuhamisha kwa sababu tu ya ushawishi kwamba toka hapa tuje kule kwetu, lakini hawajui ya kwamba wewe umewekwa hapo ili ufanye kazi pale. Wote hatutaabudu sehemu moja, wala wote hatutakaa sehemu moja kwamba tutakaa sehemu moja tukimtumikia Mungu sehemu moja, bali Mungu ametuweka sehemu ya kuwa kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Una msimamo gani juu ya huduma yako? Ni rafiki gani ambaye anakushawishi utoke katika kanisa lenu kwa sababu la kwao liko tayari na la kwenu bado linatoka chini? Kwa hiyo weka msimamo ya kuwa kwamba mimi nimeletwa kufanya kazi hapa, fanya lile ambalo Mungu amekuagiza kufanya. Ndio maana Biblia inasema kwamba tufanye mambo sawasawa na wito tulioitiwa. Mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 39 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 10 unasema hivi. Tuanzie huo mstari wa 9. Unasema hivi: hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hukunizuilia kitu chochote ila wewe,
kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Sikia, alafu anasema mstari wa 10, akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Tunaifahamu vizuri habari ya Yusufu. Ingelikuwa kama ni wewe umekutana na channel kama hiyo, ingelikuwaje? Yusufu mtumishi wa Mungu alipewa mamlaka, lakini mamlaka yale yalikuwa yana mipaka, kwa sababu wakati kwa Potifa aliambiwa kwa kwamba yeye atakuwa mkuu katika ile nyumba na atamiliki kila kitu, lakini kuna mpaka isipokuwa mke wa mfalme. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, licha yule mama kuwa amemtamani na amempenda na anataka tu kwa sababu ya zinaa na nini, Yusufu akawa na msimamo. Yule mama akawa akimtamani huyu kijana, anatumia mbinu zote, kwa sababu muda mwingi walikuwa wakibaki wawili nyumbani, kama familia nyingi ambapo huwa zinafanya kwa sasa. Wakati watu wanapobaki na wafanyakazi wao nyumbani, wakati watu wanapobaki na watoto wa dada zao, wakati watu wanapobaki na mabinti nyumbani wa baba, mnanisikia? Wakati mambo haya yanafanyika kwenye familia nyingi, zimekutwa na hiyo changamoto. Kwa hiyo huyu mama akaanza kumtamani Yusufu. Yusufu akaona msimamo, akasema siwezi nikafanya ubaya mkubwa namna hii nimkose Mungu. Kumkosa Mungu na kumkosea Mungu ni vitu viwili tofauti. Ina maana angepoteza uwepo wa Mungu, angepoteza mahusiano yake na Mungu, angepoteza mahusiano yake na huduma yake, angepoteza mambo muhimu kwa sababu ya angekosa msimamo, angeliumba. Mpendwa, unatakiwa ufanye msimamo kwenye mambo yako. Kuna mambo yako binafsi yanahitaji msimamo. Huduma yako hiyo unaoifanya inahitaji msimamo. Usiyumbishwe. Hata kama watu wanakuambia wewe huduma yako iko chini, wewe bado simama pale pale, waambie mimi bado nitasimama. Hata kama wanaona kwamba unaimba vibaya, kama unalia, bado unatakiwa uwe na msimamo. Kama unasikia wito huo ndani kuufanya, fanya huo wito. Simama katika zamu, zungumza, kaa katika misimamo. Kuwe na mipaka kati ya marafiki, wasikuingilie katika maamuzi. Kuna maamuzi ambayo yanatakiwa yako wewe mwenyewe binafsi. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye wewe mwenyewe binafsi. Simama vizuri katika kile ulichokusudia. Usikae ukiyumba. Kwa hiyo ili upate kusimama na kuendelea na kutimiza wajibu wako na majukumu na kufikisha malengo, lazima kwanza uwe mtu wa msimamo. Msimamo wako ni nini? Msimamo wako ni nini? Wapi hapo ambapo umepaacha kwa sababu rafiki alisema ni huduma? Wapi hapo ambapo umekata tamaa kwa sababu watu wamekucheka, wamekuyumbisha kidogo tu, sasa unataka kuacha kupiga kinanda? Wamekuyumbisha kidogo tu, sasa hivi hautaki kuomba, hautaki kuhubiri tena, hautaki kufundisha tena, hautaki kuzungumza tena, hautaki kuwa na nani, umeenda tu kwa watu wamekukatisha tamaa. Sasa nakwambia ndugu, simama kama hawa watumishi tuliona. Huyu mwingine Joshua akasema yako kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana liwalo na liwe. Sitageuka, sitaangalia kwingine, sitayumba kwa sababu ya jambo fulani, nitamtumikia Mungu. Yusufu naye anasema nitasimama, siwezi nikafanya ubaya mkubwa namna hii nimkose Mungu. Danieli sura ya 1 mstari wa 8, sikia inasema hivi: lakini Danieli aliazimia moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi kwa sababu ya chakula cha mfalme. Mpendwa, nataka nizungumze na wewe kwa habari za misimamo. Tumeangalia kitabu cha Danieli na pia tumeangalia kitabu cha Yoshua na tumeangalia pia kitabu cha Mwanzo 39. Tukaona jinsi ambavyo hawa watu misimamo ilivyowasaidia. Kuna mambo ambayo yakikukosesha msimamo unaweza ukapoteza huduma ama ukapotea kabisa, ukashindwa kumtumikia Mungu. Watu hawa waliamua ya kuwa kwamba katika yale yote wanayoyafanya, mtu wa kwanza akasema yeye atamtumikia pamoja na nyumba yake. Huyu akasema hatajitia unajisi kwa sababu ya chakula cha mfalme. Ndugu, wewe ambaye unafanya kazi,
umeambiwa ya kuwa kwamba hivyo ulivyokaa umekaa kishamba, hivyo ulivyokaa umekaa kishamba. Lazima uwe na misimamo juu ya kuto kupoteza kile kilicho ndani yako. Acha usiibe kwenye kampuni, acha kuiba kwenye kampuni. Usiseme watu wako waliokuajiri vibaya, acha kutukana mabosi, acha kuzungumza wachungaji. Wewe uwe na msimamo mmoja wa kuishi katika maisha ya utakatifu. Simama na huduma yako, simama na kile ambacho Mungu amekiweka ndani mwako ili ukapate kumtumikia. Katika jina la Yesu ninakuombea kwa kwamba msimamo wako ndio utakao kuokoa, msimamo wako ndio utakao kusaidia. Usiyumbe. Maisha haya yanahitaji misimamo. Licha ya kwamba misimamo mingine baadhi ya watu ni mibaya, lakini misimamo ile ya kimungu iko sawa. Usiyumbe, usitetereke. Kile ulichoamua kwamba mimi nitamtumikia Mungu, mtumikie Mungu. Kama ni kutoa, toa. Kama ni kuimba, imba. Kama ni kuhubiri, hubiri.